Jimbo TUCASA Gilgali pa baraka. Naam, hali gani mpenzi mtazamaji wa Yoeni TV lakini pia Wafalme TV. Nipende kukaribisha katika kipindi kingine tena ambacho tutakuwa na mchungaji Mwamboneke ambaye atatueleza namna alivyobarikiwa katika mikutano hii ya Mini Summit ambayo imeandaliwa na Jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Mchungaji, habari za wakati huu? Ni njema kabisa. Na nipende kufahamu japo kwa uchache namna ulivyobarikiwa katika mikutano hii ya TUCASA Mini Summit SHC mwaka 2025 ambayo imefanyika mwishoni kabisa mwa mwaka huu wa 2025. Asante sana kwa ajili ya ukaribisho huu. Kwa kweli mkutano wetu wa Mini Summit katika TUCASA Southern Highland Conference, mwaka huu mkutano huu umenibariki sana kulinganisha na mkutano wa mwaka jana tuliokuwa nao kwenye pale Tukuyu kwenye chuo cha TTC, Tukuyu Training College, kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo nilipokuwa ninaangalia mikutano hii inavyoendelea, niliona wanafunzi wanavyobarikiwa. Hata mimi kama mchungaji as a chaplain, kwa kweli nilikuwa nabarikiwa na mada ambazo mimi mwenyewe zilikuwa zinaniingia na kunikolea vizuri, na nilipokuwa nageukia wanafunzi au wanatukasa wenzetu, nilikuwa ninaona namna ambavyo wanabarikiwa. Kwa kweli nyimbo zilikuwepo za vikundi mbalimbali za wanatukasa, vimenibariki sana na vikundi mbalimbali. Asante sana. Na wito wako kwa vijana wa TUCASA ambao wanasoma katika vyuo vyetu ni upi tunapoelekea katika kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu? Asante sana. Wito wangu ni kwamba hawa vijana wasiendelee kuimisi mikutano ya Mini Summit. Ni ya muhimu sana kwao, ni kama makambi, kwa sababu makambi yanapofanyika wao wanakuwa kwenye ratiba ya vyuo. Sasa Mini Summit ni kama makambi, sio ni kama makambi, ni makambi ya wanatukasa ambapo wanajifunza mada mbalimbali za kiroho, kiwepo swala la mahusiano, masuala ya kiuchumi na kadhalika, na mahubiri au mafundisho ya kiroho. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba hebu vijana wote wa TUCASA hii mikutano waione kwamba ni mikutano ambayo inaandaliwa rasmi kwa ajili yao, kwa ajili ya kuwajenga kiroho zaidi. Na wito wangu wa pili ni kwamba tunapoelekea mwisho ya kufunga historia ya ulimwengu huu, hebu tuendelee kumtafuta Mungu tukiwa wasomi wazuri. Yaani tuendelee na mambo ya kiroho huku tukiendelea na mambo ya elimu dunia. Tusimwache Mungu, tuendelee kuwa Wakristo wazuri kadiri tunavyoelekea mwisho wa siku za mwisho, na tusiache kuitafuta elimu. Maana kuja kwa Yesu mara ya pili sio tiketi ya kwamba watu waache kusoma, watu waache kumtafuta Mungu, watu waache kufanya mipango mingine ya maisha ya maendeleo. Maana sister wote anasema hivi, tuishi kana kwamba Yesu anakuja kesho, na tuishi kana kwamba Yesu anakuja miaka 100 baadaye. Kwa huo ndio wito wangu kwa vijana wa TUCASA mahali popote ambapo wanasikiliza media hii. Asante ndugu mtazamaji, ndivyo mchungaji anavyomaliza kwamba licha ya kwamba tunapata elimu dunia, lakini tunatakiwa tumtafute Mungu tunapoelekea katika kufungwa kwa miisho ya historia ya ulimwengu huu. Naam, na kwa mara nyingine tena ninakutana na Madam hapa ambaye huyu alikuwa ni MC wa mikutano hii. Madam, habari? Salama. Unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Flora Henry. Nilikuwa miongoni mwa MC katika mikutano hii ya Mini Summit. Flora. Madam Flora alikuwa miongoni mwa MC katika Mini Summit hii. Sijajua unatokea chuo gani? Mimi natokea chuo cha Mbeya University of Science and Technology, MUST. Kwa kifupi iite MUST kwa sababu unajua wengi ni ngumu sana kuita kwa jina lake jumla. Ila kwa namna gani umebarikiwa katika mikutano hii? Kwa upande wangu mikutano hii imekuwa ni baraka ya kipekee. Nimejifunza mambo mengi ambayo pengine ningebaki chuoni nisingekuwa katika mikutano hii, pengine leo nisingejifunza vitu mbalimbali. Mfano, tukianza na somo la uchumi, nimejifunza namna sahihi ya kuweka budget na kutumia fedha zangu, hata kama ni kipato kidogo, naweza nikakipangilia vizuri hadi nikija kuwa milionea. Na tukija kwenye somo la mahusiano, nimejifunza kujenga uhusiano wangu
uwe imara na Mungu kwanza, ndipo niweze kuweka mahusiano yangu vizuri na wanadamu unaoishi nao. Na kwa kumalizia na somo la AMR, nimejifunza namna mbalimbali ama mbinu za kutumia wakati tunapoenda kufanya uinjilisti kwa watoto wa mama mdogo. Na pia tukimaliza na somo la ibada kuu, hubiri kuu, mchungaji alitufundisha mambo mbalimbali, alitufundisha tusiwe wazembe, tuwe na uvumilivu, na zaidi tusipende usingizi. Neno kuu ambalo umelishika, wito wako ni upi kwa vijana wanaokutazama kutoka moja kwa moja Gilgal Mission hapa Njombe? Wito wangu kwa vijana ambao wanatutazama, kwanza waendelee kufuatilia mafundisho mbalimbali ambayo yametumwa katika channel hii, watazidi kujifunza vitu mbalimbali, na pia mara nyingine inatokea nafasi ya mikutano hii ya mini summit, na pia mbele kuna summit, hivyo wanaalikwa kwa wingi zaidi ili waweze kujifunza mambo mbalimbali. Naalikwa katika summit ambayo bila shaka itafanyika mwezi wa 3. Bwana akubariki sana. Naalikwa katika summit ambayo bila shaka itafanyika mwezi wa 3. Bwana akubariki sana. Katibu, habari za wakati huu? Salama mkuu, habari? Salama kabisa. Unaweza kujitambulisha kwa majina? Sawa. Kwa majina naitwa Zefania Mashaka Kasoga. Ni katibu mkuu wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, TUCASA. Ndio. Anaitwa Zefania Kasoga, ni katibu mkuu wa TUCASA jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Unaweza kutuambia kwa uchache namna gani ulivyobarikiwa na mkutano huu? Kwa kweli nimebarikiwa sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufadhili, kutulinda na kutufikisha hapa salama, na hatimaye siku ya leo tunaona yale ambayo tulikuja kuyafanya hapa yanaendelea vyema, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli mkutano umekuwa mzuri sana na watu wanazidi kubarikiwa. Naam, watu wanazidi kubarikiwa. Ni changamoto gani ambazo umekutana nazo pamoja na kamati yako kuandaa mkutano huu mkubwa ambao umekuwa mbaraka kwa watu wengi? Changamoto zipo, lakini changamoto kubwa ni ratiba za vyuo. Nadhani hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa, kutokana na changamoto pia za nchi. Wanafunzi wamechelewa kurudi vyuoni, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wanafunzi wamekuja, na tunawashukuru pia wanatukasa kwa kuitikia, japokuwa kwa muda mfinyu, lakini wamekuja. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hivyo. Naam, kwa uchache ni hivyo kwamba licha ya changamoto ya uchache wa ufunguaji wa vyuo kwa kuchelewa, licha ya kwamba ratiba za vyuo zimebana, lakini bado viongozi wamehamasisha na wanachama wamejitoa kwa wingi sana kuhudhuria katika mini summit hii. Bwana aweze kukubariki sana katibu. Asante sana. Na tambua kazi yako kubwa sana ulioifanya katika mikutano hii. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naam, pamoja na jopo lake. Huyo ni katibu wa TUCASA jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Kwa wakati mwingine tutaonana. Ulikuwa nami kwa wakati wote David Meshak kutoka Yoeni TV pamoja na Wafalme TV. Barikiwa. TUCASA Gilgali, ipa baraka.